Kaka, hongera kwa performance, lakini pole kwa kupoteza mchezo. Kama mchezaji, overview yako kuhusiana na mchezo ulikuwaje? Ilikuwa mechi aina gani? Mchezo bwana ulikuwa mgumu sana. Kwa hiyo ukicheza na timu kubwa kama hizi, ukifanya makosa wanakuwa wepesi sana kuadhibu wakati huo. Kwa hiyo si tuliwaheshimu Yanga, lakini tulizidi kufanya makosa wakati waadhibu, ndio maana tukafunga. Mwalimu ameongea nini na nyinyi wakati mnarudi katika kipindi cha kwanza? Mwalimu akatuambia tucheze na tuwazidi kuheshimu Yanga ili tusizidi kufanya makosa. Ni makosa siwe mengi, kwa sababu makosa yakiwa mengi ni rahisi sana kuadhibiwa kwa timu kubwa kama hii. Tulikuona ulikuwa na mwanao Isra, mlikuwa mkibadilishana mawazo. Nini alikuwa anakuambia baada ya mchezo kumalizika? Tulikuwa tunapiga story tu, siwajua. Kipindi cha nyuma tulikuwa wote, kwa sasa hivi kila mtu yupo timu tofauti. Kwa hiyo mpira umeisha hapa, tulikuwa tunaongea tu kawaida tu. Mnakumbushia ya mnyama. Unajua tushapigana sana makonzi. Alikuwa kibondo wako ni unamuonea? Mwanangu sana hizo. Ndo mpira ndo ulivyo. Mpira ndo ulivyo. Mpira sio adui, mpira fair play. Kwa hiyo kuna wakati vinatokea vitu kama vile uwanjani. Kwa hiyo mpira ukiisha ndo tunaungana, tunakuwa upendo na kuwa mmoja. Labda kama aliomba penalti mchezo wewe. Ndugu yangu umeiona hiyo. Wewe vipi ile penalti? Muuliza wewe unasemaje? Maana yake ulikuwa uwanjani. Sio penalti, ndio mwamuzi akufinika. Ingekuwa ni penalti mwamuzi angefinika, lakini sio penalti. Bwana Karabaka, kumalizia tukizungumzia mpira hasa kiutaifa, mnyama anayewakilisha Tanzania, neno lako kama Mtanzania kwenye fainali za kombe la shirikisho barani Afrika, kuwatakia heri. Mimi ninachozungumza kuhusu mnyama, mimi namuombea tu heri, akafanye vizuri ili mechi aje kuimaliza nyumbani. Kwa sababu ukienda ugenini lazima ujipange na ugenini, kwa sababu hujui penzi wamejipangaje. Kwa hiyo mimi ninachoombea mnyama wakafanye vizuri ili mechi waje kuimaliza nyumbani na kubeba kombe. Imani yako ipo kwa namna gani kwenye hii mechi kulinganisha uzoefu wa Simba kwenye michezo ya kimataifa? Simba anabeba kombe. Wewe hata wewe pia kuwa na imani hiyo. Simba anabeba kombe. Nyepesi kwa mnyama. Kabisa nyepesi kabisa. Sio kwa Mwarabu yule. Tena anatoka Bushu huko Belkane. Mpira upo hivyo, lakini wewe unatakiwa uwe na imani na timu yako ambayo ipo kwenye taifa lako. Usiangalie Waarabu wale wanakuja tunakoondoka. Kwa hiyo weka 100 Simba anachukua kombe. Kuna watu washaka wa Tanzania kwamba heshima inakuja nyumbani. Lazima tuweke heshima. Lazima libaki hapa. Shukrani. Wenyewe wanakuambia lisipobaki wataliiba. Wenyewe wanasema utalisoba. Mnyama anasema? Shukrani. Bwana vipi? Kama kawa. Shwari. Kabisa. Umeenjoy? Sana, yani zaidi sana. Ubingwa wetu tunashiria. Wepesi sana. Kwa namna gani leo mechi umekipata kile ambacho ulikitamani wakati unatoka nyumbani kwako? Yani kwanza nilitamani Clement afunge. Mzinze. Yani angefunga nilikuwa na enjoy sana. Yani ila kwa kuwa mdogo wangu natamani awe sana mfungaji bora. Maana unaona goli 13 no penalty. Sio makando hawa madunduka unaona. Wafungaji wao goli 15 penalty 7. Sio kweli, ila tunaona hivi leo nimeenjoy burudani. Najiandaa kwa game ya Tanga na JKT. Wakati unawaza unakwenda kucheza na Namungo, pengine hofu ilikuwa kwenye maeneo gani kama mwana Yanga? Yani mimi kama mwana Yanga kiukweli, maana Mgunda kocha mkubwa anatujua Yanga vizuri. Mimi nilikuwa na hofu na kocha tu, technique zake, mbinu zake atakuja vipi. Ila mpira ulivyoanza ndani ya dakika 10 nikaona ushindi tu hapa ize tu. Mweupe kabisa nilivyoona. Max anafunga goli moja na anatoa assist baada ya kuimisi Yanga yenu. Kwa namna gani umevutiwa naye? Nimefurahi sana maana Max anastahili. Maana toke majeruhi, performance yake iko vile vile. Haijashuka wala ni, ila kila siku anazidi kuwaka. Ndio tunaenjoy kwa mchezaji kama Max. Kwa burudani kabisa. Burudani safi kabisa, na burudani hii itaendelea Tanga na JKT kwenye nusu finali na JKT. Kwa mnaamini finali mnaiona yeye? Finali mimi naiona. Kuna huyo mtu anatusema anatutaka sisi tukutane kule mapema nampige huyo mtoto JKT ana mpira. JKT kazi yake ulinzi, mpira hamna kwa JKT, ila kama anaamini ampige anokutana naye yeye huyo Singida anifuate mimi, si ananitaka mimi, anasema nilimkimbia mimi, siwezi kumkimbia yule, nimepiga mara 4 kaka, mara 4, siwezi mkimbia mtoto mdogo yule. Muhimu aje tukutane, kawaida amekupiga Simba, nishazoea toka sina ndevu, mimi napiga Simba hadi na midevu sasa, toka mtoto mdogo.
napiga tu Simba, napiga. Ile game nakwambia walikimbia. Sio kama kulikuwa na shida yote, wale walikuwa na majeruhi kaka, wamechungulia. Goli zilikuwa 8 zile, wamechungulia. Bwana mimi nikushukuru sana. Shukrani. Pamoja.